Yes, tuko na dunamis na exousia. Sema exousia. Lugha za watu hizo. Exousia. Exousia manake mamlaka. Mamlaka ni Kiebrania. Exousia ni Kigiriki. Kiswahili tulikuwa hatuna neno mamlaka, tukachukua la nani? La Waebrania. Tunalitumia. Kwa ukienda Israeli pale ukitaka kusema mamlaka usiseme sijui maana ya mamlaka, wewe sema tu mamlaka. Na wenyewe wanaongea hivyo kama sisi mamlaka. Kwa sababu ni neno lao tulichukua. Haleluya. Yes, exousia ni Kigiriki. Kwa hiyo uweza na mamlaka. Uweza na mamlaka. Kwa nini uweza na mamlaka? Kwa sababu maonezi yametosha. Haleluya. Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu alimpa heshima ya kuwa kiumbe bora zaidi. Alimpa heshima. Lakini shetani na wenzake walionea wivu ile heshima. Wakatamani iwe ya kwao. Haleluya. Wakafanya mkakati wa hila ili heshima hiyo iwe ya kwao. Taarifa mbaya ni kwamba mkakati wa hila huo ulifanikiwa. Kwa shetani akachukua mamlaka. Akachukua nini? Ya kuitawala hii dunia. Alipewa Adamu. Unaposoma katika Biblia ya Kiingereza, wakati shetani ameenda kumjaribu Yesu, alimwambia ukiabudu na kunisujudia nitakupa hivi vyote. Kwa maana nilipewa. Kwa maana nilipewa. Sio kwamba ni vyangu. Nilipewa. Alipewa na nani? Na Adamu. Umeelewana? Unaposikia watu wanaenda Freemason ili kuwa matajiri, sio uongo. Ni kweli. Ni kwa sababu shetani alipewa na nani? Na Adamu. Sasa tofauti ya sisi tuliokoka na wale wasiokoka, wao wakitaka mafanikio wanaenda kukunja goti kwa shetani. Sisi tulitaka mafanikio tunaenda kumkaba loba shetani. Wao wakitaka afya njema wanaenda kukunja goti kwa shetani. Ndio unasikia kwa mganga wa kienyeji. Kwenda kwa mganga wa kienyeji maana yake ameenda kufanyaje? Kumsujudia shetani, kumuomba. Sisi tukitaka afya njema sema kwa jina la Yesu ninaamuru. Ninafanya nini? Magonjwa toka. Shetani achia afya yangu. Then tunamkaba loba. Achia. Natoka. Simenelewa. Wale wenzetu wakitaka hiyo hawana hiyo nini? Mamlaka. Kwa nini sisi tunaweza kusema hivyo? Kwa sababu Yesu alipokuja mamlaka kubwa zaidi ya ile mamlaka ya nani? Ya shetani. So ndio somo letu la leo. Leo tunaangalia ulinganifu kati ya uweza na mamlaka ya Mungu na uweza na mamlaka ya shetani, au ulinganifu kati ya uweza na mamlaka vya kwetu na uweza wa mamlaka ya shetani. Tunataka leo tulinganishe mzani una balance wapi. Tuko pamoja? Leo mimi nitakuchallenge pale tu. Leo nitakuchallenge. Tunataka tulinganishe. Wow. Kitu cha kwanza cha kujua ni kwamba shetani anayo nguvu na shetani anayo mamlaka. Hiyo ni taarifa mbaya, lakini ni ya kweli. Shetani anayo nguvu
na anayo mamlaka. Katika Ezekiel anasema wewe ni kerubi aliyetiwa mafuta afunikaye. Ezekiel 28. Anaitwa shetani, anaitwa nani? Kerubi aliyetiwa mafuta afunikaye. Aliyetiwa mafuta maana yake aliyepewa nguvu, mwenye uwezo wa kufanya wa kufunika. Kerubi afunikaye ni shetani. Anaweza kukufunika. Funika biashara yako haionekani, funika. Hiyo ni kerubi afunikaye. Kwa shetani anayo mamlaka, anayo nguvu aliyopewa. Ya kwanza alipewa na Mungu mwenyewe kabla hajaasi. Alipewa na Mungu kama walivyo malaika wengine. Ya pili alipewa na Adamu. Haleluya. Sasa ile aliyopewa na Adamu ni kubwa kuliko ile aliyopewa na Mungu. Hicho nataka ujue. Haleluya. Ile mamlaka aliyopewa na Adamu ni kubwa kuliko ile aliyopewa na nani? Na Mungu. Ni kana kwamba uwe na msichana wako wa kazi ndani au na mwajiriwa wako anakusaidia kazi pale nyumbani, ukamwandikia mshahara 60,000. Halafu yule mwajiriwa akawa anaongea na katoto kako kadogo kama miaka 4. Muda wangu wa kulipa umefika, kanichukulie hela kwa baba unilipe. Nikakuchukulie nichukulie shilingi ngapi? Zote zilizopo. Unafikiri atachukua 60,000? Kanaenda kubeba suti. Kama siku hizi kwa milioni 2, kwa jamaa atakuwa anajichukulia kila mwisho wa mwezi anajichukulia shilingi ngapi? Milioni 2 jumlisha na ile 60 unayompa wewe. Haleluya. Kwa shetani alikuwa na 60,000 aliyoandikiwa na Mungu, alipewa. Akaona alifanyaje? Haitoshi, akamwona Adamu anazubazuba pale bustanini alafu ameshika milioni 2. Akamfuata. Akachukua milioni 2 akaweka huko. Kwa moja. Kwa hiyo mamlaka ambayo shetani alipewa na Adamu ni kubwa kuliko mamlaka ambayo shetani alipewa na nani? Na Mungu. Kwa sababu mamlaka ambayo shetani alipewa na Mungu ilikuwa haimpi ruksa yeye ya kumdhuru Adamu. Alikuwa hana uwezo wa kumdhuru nani? Adamu, kwa sababu mamlaka ya Adamu ilikuwa juu ya mamlaka ya shetani. Shetani alikuwa miongoni mwa malaika. Kwa mujibu wa Waebrania sura ya 1 mstari wa 13 anasema hao si roho watumikao. Roho wafanyao nini? Watumikao. Malaika ni roho watumikao, ni watumishi. Pamoja. Akiwemo na shetani ni watumishi ambao hawakuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. No, waliumbwa katika namna ambayo watakuwa watumishi. Lakini mwanadamu hakuumbwa katika namna ambayo atakuwa mtumishi. Aliumbwa katika namna ambayo atakuwa mwakilishi wa Mungu. Kwa aliumbwa katika sura na ameumbwa sura na mfano wa Mungu. Tuko moja? Kwa hiyo shetani hakuwa mwakilishi. So alichokuwa anakitamani ilikuwa anatamani ile mamlaka ya kuwa mwakilishi. Ile ilikuwa ni kubwa kwake. So akaitafuta, akaipata. Haleluya. Tuanze na Zaburi. Zaburi 68. Zaburi 68 nasoma mstari wa 11. Sorry. Ndani 62. Zaburi 62, sorry. Zaburi 62 mstari wa 11. Mara moja amenena Mungu, mara mbili nimeyasikia haya. Yaani Bwana alinena mara hii moja, lakini mimi nikasikia mara ngapi? Kama vile lilienda likapiga mwangu sehemu likarudi tena. Mara mbili nimeyasikia haya. Jamani, nimesikia mara ngapi? Mara mbili. Mara ya kwanza nilihisi labda nimejichanganya, lakini mara mbili zote nimesikia. Umesikia nini Daudi? Tuelekeze. Ya kuwa nguvu zina Mungu. Sikiliza. Daudi anatuambia nimesikia mara ngapi? Nguvu zina nani? Jamani, ameniambia anaitwa Isaya. Aliambia mara ya kwanza tena na mara ya pili. Haiwezekani nimejichanganya. No. Mara moja amenena Bwana, mara mbili nimesikia haya. Nguvu zina Mungu. Maana yake hivi, nguvu zote unazoziona hapa duniani ni za nani? Ni za Mungu. Hakuna kitu kinaitwa nguvu za shetani. Akipo.
Haleluya. Hakuna kitu kinaitwa nini? Nguvu za shetani. Shetani mwenyewe asingependa nikwambie ukweli huu, kwa sababu anapenda kukwambia kwamba naye ana nguvu zake, naye ana utajiri wake. Daudi anatuambia, na mimi nilikuwa nadhani hivyo, lakini niwaambie, Bwana alinena mara moja, halafu mara mbili nimesikia. Nguvu ni za Mungu. Hakuna nguvu za shetani na nguvu za Mungu. Nguvu zote ni za Mungu. Sasa neno nguvu ni neno uweza. Somo letu ni uweza na mamlaka. Daudi anatuambia uweza wote, dunamis yote unayoiona inatenda kazi ni ya Mungu, haiko ya shetani hata moja. Iwe ni ya uchawi, iwe ni ya uganga, iwe yote kwa ujumla wake. Daudi anatuambia, na mimi mwenyewe nilikuwa na mashaka, lakini nilisikia mara ya kwanza, nikasikia mara ya pili. Nguvu zina Mungu zote. Dunamis, uweza wote ni wa Mungu. Haleluya. Warumi sura 13. Warumi sura 13 mstari wa kwanza. Kila mtu na aitii mamlaka iliyokuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamliwa na Mungu. Sasa somo letu ni uweza na Daudi ametuambia uweza wote ni wa nani? Paulo hapa anakuja anatuambia hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, haipo. Iwe ni ya mtendaji, sio yake. Iwe ni ya rais wa nchi, sio yake. Iwe ni ya shetani, sio yake. Iwe ni ya mganga, sio yake. Hakuna mamlaka yoyote isiyotoka kwa Mungu, haipo. Na ile unayoiona inatenda kazi, iwe ni ulimwengu wa roho au ni ulimwengu wa roho, imeamliwa na Mungu. Maanake imeachiliwa na Mungu, imetokana na Mungu, haijajiumba, haijajibuni. Haleluya. Wakolosai 1:16. Wakolosai 1:16 anasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi. Nini? Viti vya enzi. Hajasema kiti cha enzi, vya enzi. Viwe kwenye siasa, viwe kwenye uchawi, viwe kwenye uganga, viwe kwenye ukoo, viliumbwa na Mungu. Viti vya enzi. Hata kile anachokalia shetani sio chake. Kwa naweza muda wote nikasema shetani nimekuja kuchukua kiti chetu. Unajua mimi ndio mtoto wa baba. Haleluya. Nimekuja kuchukua nini? Kiti changu mimi ndio mlisi, wewe sio. Usultani na au enzi au mamlaka au vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Wow. Viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Hakuna chochote ambacho kiliumbwa kwa njia ya shetani wala kwa ajili ya shetani. Vyote vya enzi, vya duniani, vya mbinguni, vya kuzimu, vyote viliumbwa kwa njia ya Kristo na kwa ajili ya Kristo. Sasa kwa nini alifanya kwa Kristo? Hiyo ni kesi nyingine, lakini ujue kwamba kwa njia ya Kristo na kwa ajili ya Kristo viliumbwa vitu vyote. Hapo sasa utaelewa maana ya kwamba Danieli alichaguliwa kuwa wachawi. Elewa hicho. Nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu kama leo pasta, tunamteua atakuwa mwenyekiti wa wachawi wa Nara. Alafu akatai. Anasema amina. Mtumishi wa Mungu, unakuwa mwenyekiti wa wachawi?
kile kiti kinachoitwa mwenyekiti, kile kiti kile ni cha Mungu kwa ajili ya Mungu. Kuna shida gani? Mtumishi wa Mungu nataka kugombea huyu mwanasiasa. Wewe hujaelewa. Vitu vyote, viti vyote, enzi zote ziliumbwa katika Kristo na kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo kile kiti cha siasa, cha waziri mkuu, cha mbunge, cha mwenyekiti wa kitongoji kiliumbwa kwa ajili ya Kristo. Ni vya baba yetu vile. Siku yote ile ukijisikia nenda kachukue, ukalie, alafu hakuna kukuuliza maswali. Haleluya. Kwa Yesu asifiwe. Tuko pamoja mpaka hapa. Sasa matumizi ndio yanaamua sasa kwamba hii nguvu kweli ni ya Mungu, lakini sasa anayeitumia sio nani? Sio Mungu. Haleluya. Ni kana kwamba panga ni kitu kizuri tu, ila itategemea na kichwa cha mtu aliyelishika panga. Kichaa akishika panga usikishane naye. Tuko pamoja? Kichaa usifanye. Sio kwa sababu panga lina matatizo, ila tatizo huyu aliyelishika panga ana matatizo. Kwa hiyo usibishane vita huko. Hauliogopi panga, tatizo ni huyu aliyeshika panga. Panga lile unaweza ukalishika na wewe, haina matatizo. Na ndio maana hakuna mahakama ambayo inahukumu mapanga yaliyoua watu. Haleluya. Sio, unanielewa? Umeona kwamba hili panga huyu aliyeua miaka 30 jela na hili panga miaka 5. Panga halina kosa lolote. Tatizo ni yule aliyeshika nini? Panga. Tena matatizo. Sasa nguvu ni zile. Tatizo ni huyu kiumbe aliyeshika hizo nguvu. Mamlaka ni ile. Tatizo ni huyu kiumbe aliyeshika hizi mamlaka. Sasa kilichotokea ni kwamba shetani akaharibika moyo, akiwa tayari ameshapewa mamlaka fulani, akiwa tayari ameshapewa nguvu fulani, akaharibika moyo. Alipoharibika moyo sasa, ndipo matumizi ya zile nguvu yakapelekwa giza, zikaanza kuitwa nguvu za giza. Ila usije ukadhani giza iliziumba. Ni nguvu za Mungu zinazotumiwa na mtu aliye wapi? Gizani. Zinapoitwa nguvu za kichawi, usije ukadhani wachawi waliziumba zile nguvu. Ni nguvu za Mungu zinazotumiwa na mchawi. Kwa muda wote naweza nikamwambia mchawi, hebu acha kutumia vibaya nguvu za Mungu wangu. Anaelewa ninachoongea. Wewe, hizi nguvu sio za kuua watu. Kuanzia leo marufuku kuruka kwenda kuua watu. Anaelewa ninachoongea. Zile sio za kwao, ni za baba yetu. Hebu sema ni za baba yetu. Ila tofauti ya mimi na wao ni kwamba mimi ninazitumia kusaidia watu, yeye anazitumia kutesa watu. Sawa? Ashimuriwe Mungu, mimi nina nguvu kuliko yeye, kwa hiyo naweza kumdhibiti. Mungu aliona hiyo mapema sana. La sivyo hali ingekuwa mbaya, na kimsingi hali ilikuwa mbaya. Kwa sababu walikuwa wameshikilia nguvu ile aliyopewa Adamu, ambayo ilikuwa ni kubwa kuliko ya kwao. Alafu sisi tukabaki hatuna yoyote, hatuna ya malaika wala hatuna ya Mungu. Tukabaki wateja wa shetani. Au inasikia kwa mababu zetu walipokuwa wanataka mvua, ilibidi waende kwenye mizimu, waende kwa mashetani, wakaiombe mvua. Halafu yakatoa masharti yale mashetani. Masharti mengine yanatugharimu mpaka leo. Kwa wengine wetu baba zetu walienda kuomba kwa mashetani na wakapewa masharti kwamba mtoto wa kwanza
hatafunga ndoa. Kwa vyovyote vile haji kuwa na ndoa. Baba zetu wakakubali. Kwa sababu shetani hana chakula. Lakini kwa nini unatulipisha hizi nguvu? Sisi ndio tulikupa wewe jamaa. Mbona unakuwa na roho mbaya hivyo? Ndivyo alivyo. Kwa hiyo mpaka leo watoto wa kwanza wa ile familia kwenye swala la ndoa ni changamoto. Kwa sababu walienda kuomba msaada kwa nani? Kwa shetani. Si walaumu sana kwa sababu wangefanyaje sasa? Ila kwa leo waje kwa Yesu. Haleluya. Tunayo nguvu kubwa zaidi ambayo hatutaenda kumwambia shetani wewe tupe Mungu. Wewe na wale wako mvua isinyeshe mwaka huu. Ole wako. Basi mkuu. Nimesikia, nimeelewa. Ndio. Haleluya. Sema uweza na mamlaka. Tunalinganisha. Tunafanya nini? Tunafanya nini? Shetani ana uweza na mamlaka. Na Mungu anaye uweza na mamlaka. Lakini ukiona katika historia utakuja kugundua kwamba hii uweza na mamlaka alivyo shetani kwa kinywa chake mwenyewe alikiri akasema nilipewa. Nilifanya nini? Nilipewa, which was delivered unto me. Ndio neno alilotumia shetani. Which was delivered unto me. I will give you. Anamwambia Yesu. Yaani eti yale niliyopewa na Adamu nitakupa wewe Yesu. Ukianguka naku. Amesema kwamba wewe Yesu ndiye aliyempa nani? Adamu. Ile aliyopewa na Adamu nitakupa. Wadesa spesa. Yesu akamwambia hebu acha upuzi. Tunamsujudia Bwana Mungu peke yake. Haleluya. Sasa nataka tumipitishe katika maandiko kadhaa ambayo yamelinganisha. Yamefanyaje? Yamelinganisha. Waefeso sura ya 1 mstari wa 19. Yes. Waefeso sura ya 1 mstari wa 19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Nimesemaje? Na ubora wa ukuu wa uweza wake. Ile neno uweza wake ndio neno uweza tunalotumia dunamis. Jinsi ulivyo ndani yetu tuaminio kwanza. Amesema wapi? Ndani yetu sisi. Sio nje. Ndani yetu sisi tuaminio jinsi ulivyo. Kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wote. Hizi nguvu ziko juu sana kuliko ufalme wote. Wote maana yake nini? Wote maana yake haijalishi ni ufalme wa ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili, ulimwengu wa nini utajua mwenyewe. Ufalme wote. Nguvu hii inayotenda kazi ndani yetu iko juu ya ufalme wote. Haleluya. Ndio maana usishangae mtumishi wa Mungu haongei kama anabembeleza wanasiasa. Kwa sababu nguvu niliyokuja nikapewa mimi iko juu ya ufalme wote. Ndio maana mwanasiasa anakuja kubarikiwa na mtumishi wa Mungu. Sio mtumishi anabarikiwa na mwanasiasa. Akija hapa anampiga magoti tunambariki. Kwa nini? Sisi nguvu tuliyopewa iko juu ya ufalme wote. Kwa hiyo tunamhalalisha kwenye hizi nguvu za chini chini. Mpokeeni huyo anakuja. Au mai kuona mtumishi wa Mungu amempigia magoti rais wa Tanzania anamwekea mikono mtumishi wa Mungu. Mai. Zaidi tunamuona nani? Huyu pastor nani? Tunamuona Trump anaombewa na mapasta. Sio Trump anaombea mapasta. Achana na marais hawa wadogo wadogo, namuongelea Trump. Sawa? Nani? Waki Trump hana akili. Naona hivyo wewe Trump anapungukiwa nini yani? Hata asipoombewa mpaka naona kataa kuombe. Trump mwenyewe anafanya nini? Trump si rais wa dunia hiyo. Anajua mamlaka ya juu sio ya Marekani. Wamepewa hawa. Ndio wamepewa mamlaka ya juu kuliko hii. Kwa anawaomba. Jamani. Sasa jamani mnyombeni ya majikwani anawafuata kabisa. Anakuja. Siku nyingine anawaita Ikulu. Alafu haoni haya anapiga picha anazima mtandao. Wajinga
hawaelewi. Lakini walio na akili za kiroho wanajua Trump anafahamu mamlaka kubwa zaidi iko wapi. Mamlaka kubwa zaidi sio jeshi la Marekani. Wewe unaogopa jeshi la Marekani? Mwenzio analo lote liko chini yake, lakini anajua hamwezi kunisaidia chochote. Ni bado sana, bado sana. Iko mamlaka. Kwa hiyo mamlaka hii, uwezo huu tuliopewa sisi ametokea ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo. Uko juu ya falme zote. Anaongeza anasema, na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni huu tu, bali katika ule ujao pia. Kwa maana mamlaka inayotusikiliza sisi sio ya ulimwengu huu tu, hata ya ulimwengu huo mwingine. Unaponiona mimi nimefungua kinywa, wanatega tension, anakusemaje? Kwa sababu huyu amebeba mamlaka zaidi ya mamlaka zote na falme zote na nguvu zote. Ama tunaposema zote na ya shetani ikiwemo, simenelewa? Kwa nini aseme zote kama hakuna mamlaka nyingine zaidi ya mamlaka yake? Eti sema chukua 10,000 zote huko ndani wakati iko moja. Ziko nyingi. Kwa andiko hili tu linatambua kwamba shetani naye ana nguvu na ana nini? Ana mamlaka. Lakini mamlaka tuliyokuja kupewa sisi ikawa juu. Tena ameongeza akasema juu sana. Sio tu juu, sio kasahau. Juu sana, maana hata wakiruka hivi bado hawafiki. Yaani hata wakiruka watu watachoka bure. Hii mamlaka iko juu sana. Sasa hii juu sana iliongelewa hapa. Na niende taratibu. Far above. Mulika hapa. Nataka nichukue niweke mfano kwenye meza. Haleluya. Kuna neno above, alafu kuna neno on. Kwenye Kigiriki wameweka neno hyperbola, something like that. Lugha za watu jamani. Sasa on ni kitu kiko juu, lakini juu ya kugusana ya hivi. Hapa tunasema mic iko on the table. Iko on. Sawa? Juu ya meza. Mic iko juu ya meza. Juu iliyotajwa hapo ni juu sana, ambapo kwa Kiingereza nasema above. Above ni hivi. Manake hakuna kugusana. Hiyo ndio inaitwa above. Sasa hizi mamlaka Mungu alipokuwa anatupatia sisi mamlaka, hakuweka ile on the tip. Ambayo hata hii ilikuwa fresh tu. Hata ilikuwa ina shida gani? Bado tuko juu. Hamna kugusana, hamna kugusana. Haleluya. Na katikati ya hii above na hii, hapa katikati ameweka neno far. Sema far. Far ni ile sana. Juu, sio tu juu, ingekuwa hivi labda ingekuwa hapa, ingekuwa hapa labda ingekuwa juu. Akaweka juu sana. Kuliko falme zote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina linalotajwa. Hii iko huko. Sasa hatuongelei jiografia, tunaongelea mambo ya kiroho. Ila tunaweza kutumia jiografia kufundishia. Wanaweza sasa. Hatuongelei kwamba eti hatukusani hivi na shetani, tuongelee hivi. Tunaongelea nini anaelewa shetani atakaposikia anaamuliwa na mtu huyu. Anaelewa nini shetani atakaposikia anaambiwa kwa jina la Yesu achia? Yeye huwa anaelewa nini? Anaelewa faa hapa. Ile nguvu iliyowekwa juu sana ndio ambayo sasa iko inaongea. Na ndio maana injili haitembei kwa ruksa ya mtu. Injili ipingwe inaenea, isipingwe inaenea. Injili ni tofauti na dini zingine. Ukristo, dini zingine zimeenea kwa upanga. Sawa? Mtume wakati anaeneza dini yake haikuwa rahisi hivyo. Watu walikuwa hawataki na walichukua kwa lazima.
Tumeelewa? Kwa sababu zilihitaji ushawishi mwingine, lakini sio injili. Injili itakapofika kwenye mamlaka yoyote ile, injili huwa iko ni mamlaka ya juu, kwa hiyo hizi zingine lazima zitii. Mamlaka za shetani zitakaposikia injili imeanza kuhubiriwa, zinaogopa na kutetemeka, kwa sababu zinajua kabisa kwamba hii mamlaka tukiruhusu ikiingia hapa, wachawi wote mtaa watahama au haokoke. Hii kanisa tukiliacha likajengwa hapa, na ndio lishajengwa, shachelewa. Wambie wazee washachelewa. Aidha watahama au wataliunga. Ni mawili tu. Na siku hapo wanachotaka sasa ni kifo. Hapo watachukua kama hawataki hizo njia mbili, ya tatu itajitokea yenyewe. Ya tatu sio maamuzi yao. Ya tatu ni matokeo. Sema matokeo. Sio maamuzi. Maamuzi yao ni haya: wafame au wajiunge. Baada ya hapo kitapata kitu ambacho kiko nje ya uwezo wao, kinaitwa matokeo, ni kufa. Haleluya! Hakuna raia yoyote aliwahi kushindana na mtwaji, kushindana na movement ya injili akashinda. Haipo. Walikuwepo wakina Sauli, yalikuwa ni haya: unajiunga na sisi au unatuacha. Akawa yaelewe. Akashangaa jioni moja anapigwa na mwanga mkali machoni, anamwambia Sauli, Sauli, kwa nini unaniuza? Akasema nani huyo akuongea na mamlaka? Akamuuliza, wewe ni nani ambaye mimi ninakuudhi? Akamwambia, mimi ni Yesu ambaye wewe unaniudhi. Ashaanguka chini, ashabofuka macho. Jeuri inaendelea. Kwa hiyo nifanyeje bwana? Akamwambia, sasa kuna mtu anaitwa Anania atakuelekeza yanayopaswa kufanya. Imeisha hiyo. Sio mpokee Yesu jamani. Jamani wewe, pokea Yesu wewe. Hakuna hiyo. Tunabembeleza nini? Maamuzi yako ni haya: uachane na sisi au ujiunge na sisi. La sivyo utataka kufa. Sauli akapigwa moja ya macho. Kwanza nimeanguka chini, kajua ndio nakufa, lakini sijafa. Niendelee kushindana na hao watu? Ni kujiunga nao tu. Lakini nasema yote yule ambaye alikuwa na mpango wa kushindana na sisi, bila mshauri ajiunge na sisi kabla hajawa kwa kipofu. Kwa sababu sina uhakika akizimia yeye atazinduka kama Sauli alivyozinduka, au yeye ataenda moja kwa moja. Siwezi nikamhakikishia. Haleluya. Yes, siwezi nikamhakikishia. Ninachoenda kumhakikishia ni kwamba akija kwa Yesu ataokoka. Haleluya. Sema tunalinganisha. Tunalinganisha uweza na mamlaka vya shetani na uweza na mamlaka vya Mungu. Kutoka sura ya 7 mstari wa 12. Anasema, nianzie mstari wa 8 ili nodi. Bwana akanena na Musa na Haruni akamwambia, Farao atakaponena nanyi na kuambia jifanyeni muujiza, ndipo mtakapomwambia Haruni, shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo hivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo hivyo kwa uganga wao, wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka. Lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Bwana. Haleluya. Moyo wa Farao ulikuwa mgumu. Sasa Musa na Haruni wameenda mbele ya Farao kuonyesha kwamba Bwana, sisi tunaweza na mamlaka. Hapo juu tu Mungu ametoka kumwambia Farao Musa kwamba wewe ndio Mungu sasa. Kwa Farao. Anyway, amefika pale, Farao akasema nionyesheni ishara na muujiza kwanza, ili nione kama kweli Mungu amewatokea au si kweli. Nataka nione kitu. Fanya muujiza tu.
Muujiza tu. Akachukua fimbo yake Haruni akirusha chini ikawa nyoka. Miujiza ya kitoto hii. Akaita wachawi na wenye akili na waganga. Mbona watu wakubwa wanavyoishi? Watu wakubwa wamezungukwa na watu wa rohoni. Wewe umejizungusha wewe na shangazi yako. Wote hamjui kuomba, wote hamjui kusali, wote hamuelewi ndoto, wote wale. Mtafanikiwaje? Watu wakubwa. Wamejizungushia nini? Wachawi na wenye akili na waganga. Sawa? Nikwambie kweli, mtu mkubwa yote ambaye hajaokoka ndo anaenda hivi. Amejizungushia wachawi na waganga. Kama ameokoka ndo basi atajizungushia wachungaji, manabii na watumishi wa Mungu. Wewe umejizungushia shangazi yako na mama mdogo wako. Huyo mpumbavu, huyo mjinga, huyo ajielewe. Ndio umejizungushia hao. Hapo nafikiri na wote aina mbali wapi? Hapo umejitahidi kwa Dodoma hapa ndo mbali ndo umeenda. Na wewe usipokuwa makini utarudi kijijini kwenu. Haleluya. Watu wakubwa wamejizungushia watu wenye akili, watu wenye ufahamu wa kiroho. Kwa hiyo anatokewa na Haruni. Alipotokewa na Haruni na Musa, wakazitupa fimbo zao. Ile fimbo ya Haruni ikawa nyoka. Nina watu hapa wanakula mshahara wa bure. Leo ndio waonyeshe kwamba nao wana nguvu. Hao watu walikuwa wanalipwa mshahara kila mwezi. Pesa kutoka fungu la 10. Unaona changamoto. Farao amewaajiri watu. Hajapatikana hata wakumloga yeyote, lakini ndio wanakula mshahara kila mwezi. Kila mwezi. Ameajiri wachawi na waganga. Wana posho yao kila mwezi. Halafu hakuna mtu aliyeleta changamoto. Kwa hiyo akasema angalau leo ule mshahara ninaowalipa ufanye kazi. Sasa Haruni amekuja kutupa fimbo. Imekuwa nyoka. Na wao wakasema mzee hatuli mshahara wa bure. Nguvu tunazo. Haleluya. Yeye fimbo moja. Pale kila mchawi akaja na fimbo yake. Sio alimisha ngapi? Twa. Wanaonyesha kwamba nguvu pia wanazo. Hawali mshahara wa bure. Sasa kuonyesha kwamba ni kweli mnazo nguvu. Sio kwamba hamna nguvu. Mimi nikwambia kitu moja. Sio kwamba waganga hawana nguvu. Sio kwamba Freemason hawezi kumpa mtu hela. Hapo utakuwa unatudanganya. Hapo utakuwa unafanya nini? Unatudanganya. Wanaweza kumpa. Waganga wanaweza kuloga mtu akafa. Wanaweza na washafanya hivyo na wanashuhuda. Wanashuhuda mpaka kurudisha watu miskule. Mchezo. Yes. Wanazo. Lakini nguvu yao imeachwa. Ukilinganisha na nguvu hii aliyopiga nayo Musa, hii inaitwa nyoka ya Haruni hata haikuhangaika, ikafungwa mdomo. Jamani, kumbe saa 6 mchana jamani, kumbe muda wa kula huu. Mkuu anataka kula. Wanesa sasa. Nyoka ya Haruni ikameza nyoka zingine zote. Sasa najiuliza. Hii maana yake nini? Hii meza maana zake ziko hizi. Ya kwanza ilikuwa ni tangazo kwamba ni kweli nguvu mnazo, lakini nguvu zenu ziko chini. Ya kwetu iko far apart. Ndio maana Musa akaanza kuhangaika kuzisukumia zile nyoka. Sogea Samia. Nitulia tu. Haleluya. Zenyewe zinaenda zinang'aniana ziingie kule. Kwa sababu ghafla zimekuja kugundua namba 2 kule ndio kwao. Haujanielewa. Nimesema nguvu zote ni za nani? Nguvu zote ni za nani? Kwa hiyo kwao ni wapi? Zilipoona kwao mlango umeachiliwa, nyoka yule mkubwa kaachama, maana yake mlango wa kurudi wapi? Nyumbani wewe. Haleluya. Ungezani kwamba ile fimbo ya Haruni ingekuwa nzito akashindwa kuibeba. Hamna. Zile nzito kivipi? Ni kawaida tu. Kwa sababu zimerudi kwao. Haleluya. Wengine waelewe. Nasema hivi, pesa zote za wachawi zikija kwako zimerudi kwao. Amen. Ng'ombe zote za wachawi zikija kwako zimerudi kwao. Sisi mkawatapie. Unawarudishia kilo na hii ng'ombe inatamani kuja huku sio kwao. Ila mzee tu chukue ng'ombe. Imekuja tena kwangu.
Ila wewe kiroho unakuwa unaelewa. Huku si ndio kwao sasa. Kule si wanazindika nini, ng'ombe inaona mafua, inapata mafua ya kiroho. Yaani kuchafu. Ila huku maombi na Yesu muda wote Mungu. Huku ndio kwetu. Haleluya. Ndio maana usio ukipata hela zote unatumia haraka haraka. Ziache zikaekae zistarehe kwao basi. Haleluya. Wewe umepata hela zote ushatumia. Kesho umepata zote. Sije zinakupenda wewe ndio maana zinakuja na wewe tena uzipendi unazipeleka zote kwangu. Ziache zistarehe sasa kwamba siku mbili hizi nimekaa kwenye mfuko huu. Na najisikia amani kweli kweli. Hii kama na leo nitapona. Au leo nitarudisha kwa yule anayetumia chuma ulete. My God, tunateseka kule. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema utajiri wa watu umewekwa kwa ajili ya wenye haki. Ndio. Kwa ajili ya kwa maana kwamba ni wa kwetu. Tutengeneze tu mifumo itatiririka. Wow. Tuachame tu. Tufanyaje? Tuachame. Na kufungua duka maana yake umeachama sasa. Kwamba hela zote zinazotumiwa na tumeuleta ya njoni hapa njoni. Ale tatizo ya hujaachama. Sasa tutakujaje? Haleluya. Ya unapofungua duka moja huku lingine kule maana yake huku umeachama. Ete. Bwana Yesu asifiwe. Hello, tunalinganisha nguvu za kule kuzimu na za huku. Nguvu za kuzimu zilikubali zikaenda chini ya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku yote ule ukiona zinataka kunani umwambie na wakumbusha. Mnakumbuka kwenzeni kwa Farao? Walifanyaje wenzenu? Na nyie mtulie kimya. Hapa ndio penyewe. Haleluya. Oh my God. Luka 10 mstari wa 19. Anasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Nguvu za yule adui. Kwa hiyo yule adui anazo nguvu. Ndicho anachokisema hicho. Yule adui anazo nguvu. Zipi za kusababisha magonjwa? Zipi za kusababisha talaka? Zipi za kusababisha kifo? Zipi za kusababisha watu wakachukulia misuli? Anazo. Lakini nimewapa nguvu ya kuzikanyaga zile nguvu nyingine. Wanaweza sasa kufanyaje? Kuzikanyaga maana yake kuziweka chini ya mamlaka yako. Sasa Yesu anakiongea hapo ni kwamba sasa ni hiari yako uzikanyage au uzisamee. Lakini mimi kama mimi nimenao. Nimehakikisha wewe nimekupa mamlaka ya kuzikanyaga. Na nimehakikisha kwamba wala wala hakuna kitu kitakacho kudhuru. Hakuna. Never shall by any means. Naipenda hapa nasema kwa Kiingereza nasema never shall. Sema shall. Twende. By any means, shall by any means. Yaani ile shall ilipokaa pale. Katika wakati mwalimu wa Kiingereza anatufundisha Kiingereza enzi hizo, alituambia hivi. Neno shall katika hali ya kawaida linatumika kwenye nafsi ya kwanza, wingi na umoja. Kwa wale wengine na mimi ndugu zangu ambao hatujui hata nafsi ya kwanza, mnisubiri tunakuja kwenu hapo. Lakini linatumika kwenye nafsi ya kwanza. Nafsi ya kwanza maana yake mimi na sisi. Hiyo ni nafsi ya kwanza. Yaani najiongelea pande huo. Kwa ndio tunatumia neno shall. Lakini utakapoenda nje ya nafsi ya kwanza ukawa nafsi ya pili, nafsi ya tatu. Nafsi ya pili maana yake wewe. Nafsi ya tatu maana yake jiwe. Tuko pamoja? Sasa neno shall ni kwa ajili ya nafsi ya kwanza. Lakini utakapoenda nafsi ya pili na nafsi ya tatu katika hali ya kawaida, ndio neno will.
Tuko pamoja? Sasa ukitumia neno shall kwenye kitu ambacho sio nafsi ya kwanza, unaonesha ulazima. Tuko pamoja? Unaonesha ulazima kwamba yani ndivyo hivi, yani ni lazima, yani hakuna namna ambavyo haitakuwa hivyo. Kwa ukitaka kuonesha huo msitizo, unabadilisha vile vitenzi visaidizi. Cha huku unaweka huku, cha huku. Sasa ndicho alichokifanya Yesu pale, alibadilisha vitenzi visaidizi. Kwa sababu pale alikuwa anaongelea nguvu za giza. Kwa hiyo tungetegemea angesema never will by enemies. Lakini yeye hakusema hivyo, alisema never shall by enemies. Kwa maana kwamba yani kwa vyovyote, yani hakuna kitu kama hicho, ni lazima. Ndivyo ilivyo. Hakutakuwa na nguvu itakayowadhuru. Bwana Yesu asifiwe. Never shall by enemies anything hurt you. Hakuna namna kutakuwa na kitu cha kuwadhuru nyinyi. Hakuna. Yani nimewapa hii mamlaka kwa neno shall. Ndivyo ilivyo. Hakuna muhuri mwingine tena. Yani muhuri huu ni kama vile muhuri hapa Tanzania umedongwa na rais akaweka muhuri pa akasaini. Hiyo barua haitatenguliwa na raia yoyote yule hapa Bongo. Sawa? Kwa sababu aliyetia ule muhuri ndio wa mwisho. Na ndio maana Yesu akasema shall, akimaanisha mimi nikishaweka muhuri hakuna raia mwingine yoyote, hakuna mamlaka yoyote yenye uwezo wa kuitangua muhuri niliyoweka mimi. Never shall by enemies anything hurt you. Never. Hakutakuwa na namna ambavyo eti umeenda kuharibu nguvu za giza alafu nao ukapata madhara. Yesu amesema never shall. Sema never shall. Hata kama unajua Kiingereza. Sema never shall. Leo tumejua hata hiyo never shall. Achana na hizo mbwembwe. Haleluya. Wala hakutakuwa na kitu kitakachowadhuru kwa vyovyote. Watu tunataka tuiweke pale msitizo wake. Kwa vyote, yani hata iweje, hata watoe kafara ya watoto wao, watoe kafara ya mama yao, atoe kafara na baba yake, ajitoe na yeye mwenyewe tu. Kazi ya Mungu haitatetereka. Itasonga mbele. Kwa sababu mamlaka iliyopewa ni kubwa kuliko. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anatambua kwamba kuna kitu kinaitwa nguvu za shetani. Nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote. Zote maana yake hana nguvu moja. Yesu anajua kabisa kwamba huyu jamaa hana nguvu moja, ana nguvu nyingi. Ana nguvu nyingi, ana nguvu ya kuwapa watu maskini, ana nguvu ya kuwapa watu utajiri, ana nguvu ya kuwapa watu wagonjwa, ana nguvu. Mmoja naye kwa ameshuhudia jinsi alienda kwa mganga akapona mifupa, nikasema hata si shaka. Fanyaje? Si shaka. Yesu alisema nguvu zote maana zipo. Haleluya. Lakini hii kwetu is above. Haleluya. Iko far above. Kwa akija mtu akakwambia nimeenda kwa mganga fulani, nikaenda kwa mganga fulani, nikaenda kwa mganga fulani, wote wameshindwa, ya wako chini. Hapa sasa ulipokuja hii nguvu iko far above. Kwa hapa utafunguliwa. Haleluya. Matendo sura ya 10 mstari wa 38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alipomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, ambaye alizunguka huko na kwa akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na Ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kuponya wote walioonewa na nani? Na Ibilisi. Kwa Ibilisi ana nguvu inaitwa kuonea. Wewe kama unaonea wakati una nguvu eti. Shuleni kulikuwa na mababe wakati tunasoma darasa la kwanza la pili. Walikuwa wale mababe yale unakuta limerudia darasa au vipi? Vile tunakuwa linaonea. Wakina mimi na sisi tuliowahi kuingia shule tulikuwa ndio wa kuonewa wenyewe. Si una nguvu? Inabidi uonewe. Kwa hiyo shetani naye anazo nguvu ambazo anazitumia katika kuonea.
Lakini mara hii alikutana na nguvu ya Yesu ambayo ilikuwa ikiponya wote walioonewa na Ibilisi. Wanaweza kusema sana. Utakapokutana na mtu anaonewa na Ibilisi, jamani, usimwache. Kwa sababu wao wamepewa nguvu ya kudhibiti ile nguvu ya wanaoonewa na Ibilisi. Kwa nikwambia kitu kimoja. Kuna watu wengine ambao hamna mtu mwingine atakaye kuja kuwaombea kama usipowaombea. Sawa? Yaani hamna. Kwa sababu hawamwamini mtu yoyote yule. Angalau wewe anaweza kukuamini. Anahisi watumishi wote ni filmasi kasoro wewe. Na wewe tena hutaki kumwombea. Haleluya. Hata kama hutaki kumwombea, basi mlete. Kuna mtu ambaye ushawishi, mtu ambaye anaweza kumshawishi kuja kanisani ni wewe tu hapa duniani. Na wewe tena unamuonea aibu. Basi hana matumaini mengine. Haleluya. Sema kulinganisha. Kulinganisha. Shetani na nguvu zake zikilinganishwa na nguvu za mwanadamu wa kawaida na nguvu za Adamu aliyenyang'anywa, aisee zipo. Aisee zinatisha. Zikilinganishwa na Adamu zinatisha. Lakini kwa sisi ambao tayari tuna maarifa, hata hatuogopi. Kwa sababu tunajua kwanza hizo unazotutishia ni za Adamu kwanza. Ni za kwetu. Ni kana. Alafu pia hiyo niliyokuja kupewa mimi sasa. Changanya za kwako na ulizoiba. Hapa ufuida. Kwanza hizo unazojivunia uliiba kwa Adamu. Ulimdanganya ukachukua wewe. Hizo sio zako. Ukisema uenende tu na nguvu zako hapa duniani huna kitu. Hizo hela anazowapa finasa sio zake. Alipewa na nani? Na Adamu. Kwa asili sio zake. Kwa anapoanza kututisha na cha kwanza. Hizo unazojivunia sio zako, ni za kwetu. Alafu cha pili, hata nikikuachia hizo bado nimekuacha mbali sana. Mtoto mdogo sana. Haleluya. Ukiona mtu anasuguliwa sio na maumivu ya nini, sikwambie hii nguvu ya maumivu cha kwanza sio ya shetani. Cha kwanza sio nani? Ila inatumika vibaya na nani? Shetani. Alafu hata hivyo, nguvu niliyopewa mimi ina uwezo wa kutuliza hii nguvu. Nguvu niliyopewa mimi ina uwezo wa kutuliza hii nguvu ya mateso. Nguvu niliyopewa mimi. Haleluya. So nataka leo tufanye vitu viwili. Kwa sababu tumegundua kwamba hivi vitu ambavyo shetani anatumia kutusumbulia sio vyake. Tofauti ya sisi na wao ni kwamba wao wanaenda kupiga magoti kwa shetani ili wavipate. Sisi tunaenda kumkabaloa.